mbona umewahi kurudi? Na ulinitoroka? Kumbe hiki ndicho kinachoendelea nikiwa sipo, si ndio? Kinachoendelea kivipi? Au unataka kutengeneza attention ya mimi kutokukuuliza ulitoroka ulienda wapi? Nyamaza mwanamke. Nahitaji unipe jibu moja tu, tena lile limenyooka. Hichi ndicho kinachoendelea nikiwa sipo. Mume wangu bwana, kitu gani kilichoendelea? Haujui? Unajitoa ufahamu. Ulikuwa unafanya nini na yule kijana pale? Sasa mume wangu, yule si jirani yetu, na alinikuta nafua akaniomba nimsaidie. Kwa nini nimsaidie kama jirani? Kwa hiyo ina maana mimi nimeolea majirani, si ndio? Umekuwa shamba la bibi ambayo kila mtu anachotaka anapata. Umekosa cha kufanya humu ndani mpaka ukaenda ukachukua nguo za majirani ufue. Na ni kwa nini yule peke yake? Kuna majirani wangapi humu ndani? Kwa nini hujafua nguo zao zote ukafua za yule? Jamani, mimi sijaona kama kuna kosa nimelifanya hapo. Nimefanya tu kwa sababu ni jirani. Tatizo lako unasahau. Unasahau kama mimi ni mume wako. Tena wa ndoa. Una kiapo cha ndoa wewe. Kwa nini unasahau kama ni mke mtu? Basi sawa. Nimekuelewa mume wangu. Nisamehe. Haitojirudia tena. Tena naomba sijirudie. Yaani kaa mbali kabisa na mambo ya kipumbavu ambayo unataka kuyafanya. Mimi nakupenda sana mke wangu. Nakupenda zaidi unavyofikiria. Lakini haya mambo yanaweza katalisha hii ndoa. Na siku zote mpumbavu na ni mjinga ni mwanamke ambaye anavunja ndoa yake kwa mikono yake. Unataka kufikia huko? Sawa. Jinga mmoja wewe. Milioni 1,700,000 tajiri. Hiyo hapo baskeli. Unaona wizara ya ardhi. Kwa hiyo toa 30,000 nikuachie chuma hicho ndugu yangu. Kuna mambo nataka niyasolve kidogo. 30,000 kaka. Hii si tetenasi. Hii kaka ukiendesha ikatokea bahati mbaya ukadondoka. Sindano 60. Kila sindano moja 20,000. Halafu usipochoma hizo sindano mguu unavimba hivi kama unatende. Ukiona basi wewe unaendesha baskeli mpaka unaanguka wewe Lena. Lakini ukiwa mzoefu wa baskeli, unaanguka kwa nini uanguke? Na hapo kwenye kutu hii baskeli kama unaipeleka kwa fundi bodi anaipiga puti hii chuma unatia msasa afu kumaliza hapo anapiga polish. Hii unaikataa mjomba. Inakuwa mpya. Hebu ulete bwana hiyo 30 bwana kaka bwana. Hii ndugu yangu kwa sababu tu wewe una shida. Lakini mimi na baskeli wala. Mimi na baskeli wapi na wapi? Hii nikusaidie tu ndugu yangu kwa sababu una shida nikupe 20,000. Nikakai weke tu pale basi kae. Lakini sio kwamba mimi nitaendesha baskeli. Sasa kwa nini usinipe 20,000 alafu mimi nikaiweka hapa kwangu mpaka ukaiweke kwako? Sasa bure ndio kwa mtihani huo kaka. Ila Unguja unapewa Vespa bure. Kitaka mambo hayo. Unazungumzia mambo ya kilingo hayo. Hebu achana na hivyo vitu bwana. Hebu twende kwenye biashara sasa. Twende kwenye business. Na kama utatoa 25 mimi nakuachia. Yaani kaka unakaza kabisa hii baskeli yani kwenye 20,000 yani utaki yani. Yaani unaona kitu cha maana hiki. Hiyo baskeli haitoki hapo. Kama unatoa 25 nikuachie. Hiyo baskeli jinsi unavyoona mimi nimeenda nayo mpaka Iringa hiyo. Nimepanda nayo Sekenke. Nimepanda nayo Salanda. Njia 4 hii imepanda unavyoona. Mara mwisho ninashuka nayo pale Kitonga. Naingia Iringa pale. Nakula mishikaki kidogo. Ya nikatoka zangu nafika mpaka Mikumi. Nafika Mikumi baskeli mimi nakimbizana na Simba mimi nipo na baskeli. Simba akaishia Msamvu akageuka akarudi tena Mikumi. Kaka wewe muongo. Itakuwa uliendesha ndotoni uenda kaenda na Mbeya. Ukienda na Mbeya ukirudi hapa kaka busha hivi. Unajua lazima usifie chako baba. Hebu tutoe hiyo 25 tufanye business. Mind your business. Haya bwana. Ukasema ukaenda kwenye bao kule ukaanza kuniimba sana pale. Bwana huyu asaidie wenzie. Nikusaidie tu. Mambo si hayo bwana. 25. Kwanza watu wanaovaga makoti ya suti hawaongeagi sana. Wewe umevaa koti la suti unaongea kelele nyingi. Kaka sio suti tu ya Mjerumani. Hiyo 20. Kaka ndo nipiga na chuma ulete hapa.
Kiasi mate. Hata niko mwe. Mjomba. Anko. Buju. Ewa shika lako. Sitaki. Shika bwana, acha masiala bwana, shika lako bwana. Bibi bwana. Kaka. Acha basi. Kaka, nipe risiti. Baskeli. Anko. Mjomba, karibu sana mjomba. Asante bwana, ndio umetoa kitu bwana mjomba. Tuache yote kwanza mjomba. Vipi kuhusu huku kwangu? Shwari kabisa. Boga, swali nini mjomba? Sija kwanza. Mjomba bwana, tulia kwanza. Unataka uende wapi? Mjomba, niendesha hata gari. Unataka sababisha barati na saizi. Nenda basi kama vitu vimo. Basi mjomba. Karibu bwana mjomba. Asante sana. Wewe bwana, basi baadaye tutaonana, sawa? Mjomba, usije ukaona kavaa mzuri ukajua panya road. Yule dalali wa viwanja hapa amekuja amenishawishi niuze viwanja vya bondeni, lakini mimi nimekaza siuzi. Mjomba, kuna kuuza kiwanja fulani. Mjomba, mimi sio kiwanja. Siuzi chochote hapa. Nina shida gani mpaka niuze? Wajomba wapo mjini Dar es Salaam na magari kama haya, niuze nini mjomba? Mjomba wanipanga? Mjomba, mboga yangu imemwagika mjomba, ngekusimulia ilipomwagika mjomba. Hata mimi Zube. Kumbe nanyi bodaboda mnajua kukiwasha. We, si wote bwana. Na leo umenikuta siko sawa na umwa. Ungenikuta fomo. Niko shababi kabisa hivi. Wewe. Ungechanganyikiwa kabisa. Acha kulewa sifa sasa, utaponza. Serious Priska. Unajua kila nikiwa na wewe si issue yangu. Na kuona kila siku mpya. Sijui kwa nini sikukujua mapema. Unanichanganya. Naona muda umeenda. Haisi ungejiandaa urudi kwa mmeo. Niende wapi tena? Kwa hapa ndo umefika. Yaani siendi kokote. Hapa ndo nimeshafika. Siendi kwa mume wala kwa mkwe. Kwa uhakika. Ushindo wetu. Kunywa bora sana. Mjomba, hali ya mama yako kama unavyoiona. Kwani ni kipi ambacho kimemkuta? Basi na hapo ndipo kuna mwana kijiji alikuja hapa akanichukua nikaongozana naye huko alipoanguka. Sijui mamangu atakuwa amekutwa na kitu gani sana. Sasa hayo majibu mjomba huwezi kuyapata hapa. Mchukue mama yako mpeleke hospitali ndio utajua kila kitu kilichomkuta. Sawa. Mimi nafikiri tumpeleke hospitali. Baada hapo tutajua nini kinachomsumbua. Tuache ya mambo ya kukisia tu. Hilo ni jambo zuri sana mjomba. Na hospitali yenyewe lakini sio hapa kijijini. Na maanisha kwamba umchukue uende naye huko mjini katika hospitali kubwa kubwa. Mama yako atapata huduma nzuri zaidi kuliko hapa kijijini kwetu. Mimi sioni kama bado ni sahihi. Kwa sababu hata hapa kijijini kuna hospitali. Anaweza kaenda na akapata huduma nzuri tu na akawa salama. Kuliko kwanza kumsumbua, kumbeba, kumpeleka mjini na kwanza kumrudisha huko. Unaona kama mambo atakuwa ni mengi mjomba. Mjomba, hebu acha uvulana. Tambua huyu ni mama yako. Alafu akibaki hapa kijijini
Kwake ni changamoto kwa sababu anahitaji sana uangalizi. Na unanijua mimi mjomba wako mtu wa shambani. Sasa nani atamwangalia hapa? Katika hili nilikuwa naomba unipe muda kidogo nikamshirikisha mwenzangu, alafu ndo natoa jibu la moja kwa moja. Kipi hapo cha kujadiliwa na mke wako mjomba? Kuumwa kwa mama yako kumpeleka hospitali ukajadili na mkeo? Mwezio yupi? Mwezio wichi? Huyu ni mama yako mjomba. Amekuweka tumboni miezi 9. Hivi kwa nini unashindwa kujua thamani ya mama wewe mjomba? Kwa nini eti nikamuulize mke wangu? Wewe una akili sawa sawa wewe? Kwa hiyo wewe mwanamke wako naye akiumwa huko mama yake anakuambia ngoja nikamuulize mwenzangu, anakuja kukuuliza. Wewe mjomba umerogwa eh? Kaka, chana naye huyo. Uamuzi wake anaoamua, basi mwache afanye hivyo hivyo anavyotaka. Maana yeye ameshakuwa sasa. Dada, uamuzi wake akiwa huko mjini. Akija hapa kijijini ni uamuzi wetu sisi. Mjomba hapa utake usitake unaondoka na mama yako. Na kama utaki kuondoka na mama yako mjomba, mimi nitatia pini, unazunguluka unarudi hapa hapa. Mjomba mimi nitatia pini mjomba, tairi zote zitatoboka hizi. Nakwambia mjomba, ukiondoka hapa bila mama yako mimi nakupa laana. Sio laana kuvulia nguo. Laana na kupalana, yani wewe mjomba mjini utoboi. Mjini utoboi, mjini utoboi mjomba. Kwa hiyo unaondoka na mama yako, uondoki naye. Lakini mjomba, mimi sikuwa na maana mbaya katika hili. Nilimaanisha kuwa kwa sababu hapa kijijini kuna hospitali, tuweza tukampeleka na akapata huduma. Lakini mimi nafikiri hamna shida, tutaondoka naye. Huo ndio wanaume sasa. Mjomba vipi unaita 45 hapa? Mjomba mimi muuni. Mimi bange zamani tulikuwa tunachemsha tunakunywa mchuzi. Sio nyinyi tu sasa hivi tu mnavuta hivi mjomba. Mimi 45, chewaso sio. Hilo ndio jambo zuri mjomba. Unataka umwache mamako umwachie nani hapa? We mjinga sana mjomba. Huo ndo usimba. Huo ndo ushababi huo sasa mjomba. Vipi mjomba unataka tuzalishe wanaume wenzio? Vipi mjomba? Unakuwa mtu wa mapenzi unajikuta shorokani mwenyewe, ha? Acha hivyo vitu mjomba. Unatakiwa uwe lambo, unatia bunduki watu. Karibu shoga yangu. Kula nyama, kunywa waini. Kwa hiyo umeshindwa kunipikia, umeenda kununulia vyakula vya baa. Na hapo ndo kwanza tunaanza. Tukitoka hapa kitambaa cheupe tukatumie sasamba. Yaani muongo wewe. Mume wako unamwachia nani? Mimi mume wangu kanipigia simu, kaniambia ametoka ameenda nje ya mji. Kwa hiyo harudi sasa hivi. Na palivyonoga shoga yangu. Yaani sasa hivi kuna kila aina burudani. Wewe, usiniambie unaenda mpaka sasa hivi? Nisiende kwa sababu gani? Sina mume, sina mtoto. Pole yako wewe shoga yangu. Kwenda kitambaa chope mpaka mume aende nje ya mji. Hata mimi mwenyewe niko busy tu. Na istoshe naheshimu ndoa yangu kwa sasa hivi. Mume wangu hawezi kunikatalia mambo madogo madogo kama hayo. Nikiamua naweza nikaenda na nikarudi na nikafanya chochote na hana complain yoyote. Kwa hiyo hapo maliza kula tuondoke. Wacha. Kuja msaidie maana wewe. Wewe. Sasa hizi. Na mara ngapi nimekuwa nikikukanya juu ya bodaboda wako? Si nakuuliza. Bwana mbona unaanza kunikasilisha sasa? Nakufokea wakati nakuuliza. Na wapi ulipotoka sasa hizi? Unataka nikujibu lipi kati hapo? Ambalo utaweza kulivumilia. Maana naona unashupalia mtoto wa kiume, mishipa ya shingo inakusimama. Wewe usinijibu ujinga ukazania mimi fala. Nitakuja nikubutue huyu. Hebu subutu kwanza. Mwanaume anayepiga anaongea, fanya vitendo. Jaribu. Unaanzia wapi? Mkono wa kulia au kushoto? Hebu niguse. Pe.
Naona mjomba marejeo ngamani. Bwana mjomba, ubaki salama. Aibu naona mie. Unakumbuka nilimwaga mboga mjomba na ukasema ukija utafiksi. Sasa umekuja, tumepiga story, tumehadisiana story nyingi. Naona unaondoka bila kufiksi jambo. Unanichanganya. Tajiri. Sisi tumekula nyama kabisa pale, wote tumeshirikiana kula nyama. Si maisha hiyo. Mjomba, hiyo bado haitoshi bwana mjomba bwana. Kwa hiyo na maana kula nyama mjomba wewe ndio ushindwe kufiksi hichi kitu kidogo. Sawa basi tumekula nyama. Mgeni njoo mwenyeji yapone. Sasa mjomba, hata hela mafuta kweli hata mjomba wako kweli unashindwa kufiksi hapo? Mjomba bwana. Haya basi ishi nayo. Mjomba ndio inatoka hiyo hiyo. Zile ndio kubakia nyingine hapa nitakapita nika mafuta mjomba, sasa baki njiani unajua. Nikajua labda ungesema kwa muulize mkeo mjini huko. Mjomba, mimi nikushukuru sana, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika mambo yako mjomba. Uishi miaka 1100 kama manabii. Na Mwenyezi Mungu akufikishe salama huko unapoenda, umpeleke mama yako hospitali apate kupona, awe mwenye afya tele, afya imara, arudi ujanani naye awe kama Elizabeth Michael. Sawa mjomba, na hiyo ndio maana halisi ya dada yako kuzaa. Hakika. Lakini mjomba ni mama, kaza dada yangu kama nimezaa mimi yetu. Sasa mjomba, fanya uoe. Uone kilichotokea leo. Kama dada yako asingezaa, kisingetokea. Sasa na wewe ukishaoa, ukizaa, baadaye yatakuwa haya hivi. Mjomba, unajua kila mtu ukitaka kuoa kuna muda fulani kuna visaundi vya nyimbo vya Bongo Flava vinakuja hivi. Usijaitaka harusi kwa pupa, usijaitaka harusi ukarudi na taraka. Hapo ndo nakuaga na hofu ya kuoa. Lakini oro ni oro mjomba, mimi nikutoe hofu. Mwezi huu au mwezi unaofuata naoa. Mimi namvisha pete, naoa. Jomba sasa kunipanga. Jomba sasa kufunga mlango hapo dada. Hiyo inaita do. Mjomba ana mikogo huyu. Eti mjomba oa, ukiona utapata mahitaji kama hayo. Wapi? Watoto wachache sana. Unaweza kuzaa watoto kumbe zombi. Alikukumbuki daima. Yaani huyu mjomba huyu, alafu mama yake amemweka nyuma ya gari car box la tailizi. Ana akili sawa sawa. Gari yenyewe ya mkopo, analeta mwembo nyingi. Haya bwana, ufike salama bwana mjomba.